Tano, mkutano mkuu, tume ya dini, baraza la ulama na majlisi tansik. Mheshimiwa Mufti ni mwenyekiti katika maeneo yote hayo. Lakini pia Mheshimiwa Mufti ni msemaji wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, japokuwa anaweza kutoa idhini ya msemaji mwingine kusema kwa niaba yake. Na hapa ndipo niliposema Mheshimiwa Mufti sio msemaji wa BAKWATA, ni msemaji wa Waislamu, wajumbe 15 wa Baraza la Ulama. Lakini kumteua pia katibu wa Baraza la Ulama, kumteua naibu katibu wa Baraza la Ulama ambaye pia anakuwa ndiye katibu wa Mufti. Lakini kuteua wajumbe wa manaibu wawili wa makadhi, kumteua kadhi mkuu wa Tanzania, lakini pia na manaibu kadhi wawili kupitia nafasi ya Mheshimiwa Mufti, na kuwateua washauri wa Mufti mbalimbali katika nyanja mbalimbali. Ndio maana leo hapa tukiangalia tunaye Alhaj Omar Ramia ambaye ni mmoja wa washauri wa Mheshimiwa Mufti. Lakini pia kumteua mshauri wa mambo ya kiuchumi katika Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, kuteua manaibu makatibu mkuu wawili utawala na fedha, kuwateua makadhi wa mikoa na wilaya, kuwateua makatibu wa makadhi wa mikoa na wilaya, kumteua kaimu mufti miongoni mwa wajumbe wa Baraza la Ulama iwapo yeye atakuwa hayupo. Pia Mheshimiwa Mufti anaweza kumkaimisha nafasi yoyote na ngazi yoyote katika Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Inapokuwa wazi tunasubiri mchakato wa kikatiba, nafasi ile Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania anaweza kumkaimisha mtu kwa muda kusubiri mchakato wa kikatiba ukichukua nafasi. Pia ana mamlaka ya kuunda tume maalum inayofuatilia masuala mbalimbali yanayojitokeza katika jamii ya Kiislamu. Pia Mheshimiwa Mufti ana mamlaka ya kumwachisha kazi au uongozi kiongozi wa ngazi yote ambaye atabainika anaenda kinyume na Qur'ani na Sunna na maadili ya uongozi husika. Hiyo ni ibara ya 84 ya sura ya 4 ibara ya 84 ya Katiba BAKWATA toleo la 2018, katiba ya mwaka 1999. Kwa muhtasari, Mheshimiwa Mufti ndiyo kiongozi mkuu wa Waislamu wa Tanzania, ndiyo msemaji mkuu, lakini ndiye ambaye anaweza kutoa mamlaka ya kukaimisha viongozi katika ngazi yoyote ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Muda ni mchache na yanayoweza kueleza kuhusu Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania ni mengi, lakini yapo mengi yatakuja kuelezewa hapa, yapi yametendeka katika kipindi cha uongozi wa Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania. Hatutaweza kuyaeleza yote kwa sababu muda tulionao na yaliyofanywa ni mengi sana, lakini kwa ufupi, Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania toka alipoingia katika nafasi hii mwaka 2015 mpaka leo, yapo mabadiliko mengi ambayo ukiyalinganisha ni sawa na ukilinganisha miaka 8 ya Mheshimiwa Mufti wa Tanzania, unaweza ukaona kwamba ni uhai wa miaka 80 katika yale ambayo yametokea katika muda wake. Tumwombe Mwenyezi Mungu mtukufu amjalie Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania aendelee na moyo huo, aendelee kutulea viongozi wote katika Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, lakini na Waislamu wote kwa ujumla katika nchi hii yetu ya Tanzania, na mjalie afya njema na aweze kutuongoza katika kuendeleza maslahi ya Uislamu na maslahi ya nchi yetu kwa ujumla. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.